Kwa majina naitwa Philadelphia Silas Sauke. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule hii ya Fadhalamuni. Katika shule hii ya Fadhalamuni kuna miradi mbalimbali iliyoanzishwa kwa ajili ya jinsi wanafunzi kujifunza mambo mengi ukiachana na elimu ya darasani. Mradi mmoja wapo ni huu mradi wa panya. Katika mradi huu wa panya najifunza mambo mengi, kwa mfano ufugaji wake, advantages zake na mambo mengi zaidi. Panya hawa waletwa kipindi wako 10, kwa sasa hivi wako 95. Mradi huu kwa wanafunzi cha kwanza, ukiachana elimu ya darasani tunajifunza ufugaji wa nje katika mradi huu wa panya. Na katika shule panya hao wanauzwa katika shule za advance. Kwa mfano panya moja anagharimu shilingi 10,000. Kwa hiyo shule inapata kipato kupitia panya hao tunaowafuga. Ufugaji wake panya hao, ufugaji wao ni virahisi sana. Wanakula msosi ambao ni cheap. Kwa mfano tunatumia puma na dagaa tunachanganya pamoja wanakula. Pia mchele wanatumia. Kwa ufugaji wake ni rahisi sana. Vyakula naolisha panya ni pumba, dagaa, mchele. Ndio vyakula naowalisha panya hao. Kwa sababu vyakula hivyo ni vizuri kwa afya yao. Kwa mfano panya hawa wanapenda sana protini ambayo inapatikana katika dagaa. Kwa hiyo inabidi wachanganyie na pumba ili wapate protini na waendelee kuwa na afya nzuri. Tulianza na panya 10 na kwa sasa hivi hapo 95. Tulianza na banda dogo ambalo uliona huko ndani ile cage nyekundu. Kwa sababu ya wingi wake ikabidi tujengewe banda kubwa kwa ajili ya mahitaji yao, na wapo 95 kwa sasa hivi. Mategemeo yangu baada ya kumaliza shule ni kwa elimu ndogo hii niliyoipata nikajiendeleze huko nje ili niweze kupata kipato, ukiachana na elimu darasani ambayo tegemea kuajiriwa. Pia naweza nikajiajiri kupitia elimu hii niliyoipata. Mambo ya masomo na mambo ya shughuli za nje naweza kutenganisha, kwa sababu muda huu ni muda wa manyo kiamua naanzia saa 10 dakika 20, ambao ni muda tofauti kabisa na muda wa masomo. Muda huu ulitengwa rasmi kwa sisi wanafunzi katika vitengo hivi vya hiki na vitengo mbalimbali kufanya manyo hiki. Ni muda tofauti na muda darasani, ambao darasani na saa 1 dakika 40 mpaka saa 10 dakika 20. Kuanzia 21 nakuja katika vitengo vyetu hivi vya kazi kufanya kazi mbalimbali kama hizi hapa hivi. Panya wanabeba ujauzito kwa muda wa wiki 2 mpaka 4. Panya hao wanazaa kwa upesi kwa sababu tunawatenganisha madume na majike. Kwa hiyo pale ambapo watoto watakuwa wameshakuwa, tunawaachia madume ili waweze kumeti na majike ili watoto wapate kupatikana, baada ya kuhakikisha kwamba watoto hao kwa sasa hawahitaji tena kutegemea mama zao. Panya wanazaa kuanzia watoto 6. Panya wanakufa baada ya lifespan yao sio ndefu sana. Wakijitahidi sana ana mwaka 1 na nusu.
Ushauri wangu kwa wanafunzi ambao wajishughulishi na shughuli za kilimo na ufugaji ni kwamba wajishughulishe na shughuli hizi. Kwa mfano hapa tumemaliza kidato cha 4, tutakapoenda nyumbani ile miezi 7 unaweza kujiendeleza katika kilimo au ufugaji ambao umepata elimu na kupata hela, kuacha kutegemea hela za wazazi au kuacha kutegemea ajira. Kozi za kilimo nitaisoma kama extra, na pia kozi za shule nitazisoma nitakapoenda chuo. Naweza nikajiendeleza katika kilimo ili kuweza kupata kile kidogo chochote kitakachoweza kunifanya niendelee kujikimu katika maisha yangu ya chuo. Shule imeamua tujifunze masuala ya kilimo na ufugaji kwa sababu ajira zetu hapa nchini sio reliable sana. Kwa pale ambapo mwanafunzi atakapokataliwa na mfumo wa formal sector, anaweza kujiunga na informal sector na kujiendeleza. Ushauri wangu kwa wazazi ni wawape advice watoto wao na waete kwa shule kama Fadhalamoni ambazo zinafundisha ufugaji na kilimo ili waweze kupata elimu tofauti na elimu ya darasani, kwa kuwa na option mbili. Ushauri wangu kwa serikali ni wa influence shule zingine na zenyewe waweke kilimo na ufugaji katika shule zao ili wanafunzi waweze kujifunza. Ukiachana na formal, pia naweza kujiunga katika informal sectors na kujiendeleza zaidi.